Vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel yetu. Hapa ni Gamba TV sambamba na Nyundo TV. Leo tumeweza kumtafuta miongoni mwa wasanii, miongoni mwa YouTuber, miongoni mwa waigizaji kwa ujumla ambao wanafanya vizuri sana kwa siku za sasa, kama sio kwa siku za hivi karibuni. Kama ni miongoni mwa watu ambao wametazama tamthilia za huko mjini YouTube, kwa hakika sura hii sio ngeni kwako. Kuna baadhi ambao wamemtazama kupitia kwenye tamthilia ya Penzi la Mwanachuo kama sikosei. Moja kati ya tamthilia bora kabisa kuwahi kutokea. Tamthilia fulani hivi ambayo inahusisha maisha ya vijana na mahusiano kwa ujumla. Tunazungumza naye atuambie vile ambavyo ameweza kufanya, lakini kubwa zaidi ilikuwa ni rahisi kiasi gani kuweza kuwapata wale wasanii ambao wamepatikana kwenye tamthilia hili. Nikukumbushe tu kuna Donta ambaye ni Kevi, moja kati ya watu ambao walitikisa sana mji kupitia kwenye kazi yake ya Penzi la Binti wa Kazi, kama sio dada wa kazi. Mzee, inakuwaje? Poa poa. Mambo yanaenda Fresh sana. Kwenye tamthilia ya Penzi na Mwanachuo tulikufahamu kama Thomas, kama sikosei. Tuambie jina ambalo wazazi wamekugea ni hili Thomas ama kuna lingine ambalo wazazi wamekugea tofauti na hili? Kwa majina yangu naitwa Joseph Moses Milambi. Thomas ni jina ambalo nimetumia kwenye tamthilia ya Penzi la Mwanachuo. Kwa nini Penzi la Mwanachuo? Penzi la Mwanachuo hiyo ilikuwa idea yetu. Kwa hiyo tumewahi kufanya kazi nyuma na baadhi ya wasanii kama Chumvi Nyingi, tumefanya naye series moja inaitwa Shoga Yake Mama. Tumefanya kazi na Tini White, series moja inaitwa Chaguo la Moyo. Lakini baadaye tukaja na idea kwamba tunataka kutengeneza kitu cha tofauti. Kwa sababu series nyingi tunaona Bongo wanavyofanya, tukaja na idea kwa nini tusitengeneze idea tofauti ambayo watu wataipokea kiutofauti. Ndio tukaja na idea ya Penzi la Mwanachuo. Kwa hiyo ilikuwa na idea ambayo tulikuwa nayo sisi, baadaye tukamshirikisha Bwana Kevin, tukamwambia tunahitaji tuandikie story ya design hii. Story ameandika Kevin? Ameandika mwenyewe, lakini idea imetoka kwetu. Sasa hapa nimeanza kuelewa. Maana baada ya Penzi la Binti wa Kazi tuliona kwamba Penzi la Mwanachuo, kuna Penzi sio la Bosi, kuna Love Me Again, kuna Love Me. Design fulani kama ni kazi ambazo kama vile zinamhusisha Kevin, kama vile zinafanana na kile ambacho Kevin amekifanya. Ndio swali la msingi ambalo nilitamani nikuulize. Uliandika Penzi la Mwanachuo kwa kuitazama Penzi la Binti wa Kazi ama tusemeje? Hapana. Wakati tunakuja na idea ya Penzi la Mwanachuo, mimi ni mpenzi, nilikuwa ni kati ya mashabiki wakubwa wa Donta. Nilikuwa napenda sana kufuatilia kazi zao. Lakini sababu kubwa ya kuja na Penzi la Mwanachuo sio Penzi la Dada wa Kazi. Nafikiri ilikuwa ni idea ambayo tulicreate sisi wenyewe, tukafikiria kwamba tuje na kitu cha tofauti. Idea ambayo itahusisha maisha ya wanafunzi chuoni na harakati nyingi ambazo wanazipitia kwenye mahusiano yao huko chuoni. Sasa tukaja na idea ya Penzi la Mwanachuo. Kuna chochote ambacho umekiigiza mule ama kimeigizwa mule kinagusa maisha yako kama mmiliki? Kwa sehemu, kwa sababu nashukuru Mungu pia na mimi nimefanikiwa kufika chuo, experience maisha ya chuoni na changamoto nyingi ambazo tumezipitia tukiwa chuoni, hasa kwenye mahusiano na maisha halisi ya wanachuo yalivyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vimenigusa pia mimi kwenye series ya Penzi la Mwanachuo. Mtazamaji wenda katamani fahamu kama nini? Kwa mfano usaliti, unakuwa na mtu anakuambia anakupenda, kumbe anampenda mtu mwingine. Same time yuko na wewe anacheat na mtu mwingine. Ni kitu ambacho experience na kimewahi kutokea kweli. Sio kwangu, hata kwa wanangu walikuwa wananizunguka yamewakuta mambo kama haya. Unajua dada wengi wa chuo anaweza akawa na wewe lakini at the same time ana mahusiano yake mengine nje. Tumzungumzie Kevi. Ukizungumzia Kevi ni miongoni mwa vijana ambao kwa sasa hivi ama wamefanya vizuri sana kwenye hizi kazi zetu za YouTube. Kuanzia pale kwenye Penzi la Binti wa Kazi, akaja na masuala haya of course kafanya nyingi. Hadi na sahau maana na mimi wanatazama nyingi. Imekuwa ni rahisi kiasi gani ama ilikuwa ni ngumu kiasi gani kuweza kumpata Kevi? Kwa sababu kwenye mazingira ya kawaida Kevi kushiriki kwenye kazi yako mzee sio kazi ndogo. Usumbufu ulikuwaje ama ilikuwaje mpaka ukaweza kuwini kumpata? Kiukweli mimi na Kevi hatukuwa na ukaribu huo. Kifupi nilikuwa ni mtu ambaye nafuatilia tu kazi zake. Lakini haikuwa rahisi hivyo, lakini haikuwa ngumu sana kwa sababu wakati namtafuta Kevi nilikuwa na rafiki yangu mmoja, nafikiri anafanya kazi kwa Kevi, anaitwa James. Ameshiriki kwenye series nyingi za Donta. Anatumia jina la James. Huyu jamaa bana ni rafiki yangu wa kitambo sana. 2019 18 tulikuwa tunafanya naye comedy. Tulikuwa miaka hiyo tulikuwa tunafanya comedy na sio tulikuwa tunafanya serious movie. Kwa hiyo wakati amepata bahati ya kufanya kazi Donta, nikaa nimemtafuta. Unaona? Nilivyomtafuta
Nikamwambia bana, mimi nina idea, natamani kufanya kazi na nani? Na Kevin. Nitampataje? Kanambia hamna shida, kwa sababu mimi niko hapa, naweza nikakuconnect naye, then mkazungumza mkafanya biashara. Yeah. Kwa hiyo mimi nilimpata Kevin kupitia rafiki yangu ambaye alikuwepo Donta pale. Tukakaa mezani, nikampigia. Nakumbuka siku ya kwanza kumpigia ilikuwa ni ngumu kwa sababu kumpata ilikuwa rahisi. Napiga simu zipokelewe, ikabidi nimtumie rafiki yangu ndo akampatia simu. Nikaa nimezungumza naye. Baada ya kuzungumza naye, tulizungumza kwa muda mrefu sana, tukupata mwafaka. Tukaliacha kwanza. Tukasema ngoja tujipange kwa sababu pesa alizokuwa anahitaji zilikuwa ni nyingi kutokana na uwezo ambao tulikuwa nao sisi. Kumbuka wakati wote tumetoka kusitisha, kulikuwa na series moja inaitwa Chaguo la Moto tumefanya na Tini. Baada ya kuona haendi YouTube, tukawa na plan B, tutafute mtu ambaye ataweza kutupeleka mjini kwa sababu lengo ni kwenda mjini, sio kufanya kazi nyingi na watu wengi, lakini tupate mtu ambaye atatupush kutoka hapa tulipo kwenda sehemu nyingine. That's why tukatoka kwa Tini na kuja kwa Kevin. Kwa hiyo baada ya mazungumzo ya muda mrefu, tulichukua na almost nakumbuka kama wiki na tunazungumza tupate mwafaka, lakini mwisho wa siku tukafika mwafaka. Yeah. Mwisho wa siku kutoka mwana Kevin. Yeah, kwa mara ya kwanza nakutana naye, nakumbuka aliniita ofisini kwake. Alikuwa Kinyerezi. Nilifika pale tukakaa mezani tukazungumza. Tukaweka contract tufanye biashara. Yeah. Tukina watu wakifahamu kuhusu Kevin, wao nikifahamu kwa muda mfupi ambao mfanya naye kazi. Kuhusu Kevin yako mengi sana ambayo watu hawayajui. Ni mtu poa sana, lakini kila binadamu ana changamoto zake. Yeah, ni mtu poa sana, mkiwa mnaongea kuhusu kazi ni mtu atakushauri, atakwambia fanya hivi, pita pale, fanya hivi. Tukiangalia Penzi la Mwanachuo mwanzoni ni mtu ambaye alipush sana Mwanachuo mpaka imefika pale ilipofika. Yeah, changamoto hazipikiki kwenye maisha kwa sababu kila mwanadamu ana namna alivyozaliwa na namna anavyolitazama jambo. Yeah. Penzi la Mwanachuo ni miongoni mwa kazi zako ambazo zimefanya vizuri. Binafsi nimetazama walau kwa uchache, nimeona hilo na nimekili hilo. Natamani nisikie kutoka kwako, natamani pia nisikie kutoka kwako kwamba ina maana gani kwako hii Penzi la Mwanachuo? Hii kazi kwako ni maana yake nini hasa? Penzi la Mwanachuo imenifundisha vitu vingi sana. Vitu vingi kwa sababu kuna changamoto nyingi sana kwenye industry. Ukiona mtu amefanya kazi imetoka imeenda, respect kwa sababu watu wanapitia changamoto nyingi. Unajua Penzi la Mwanachuo ni kati ya series ambazo tunasema tumeinvest. Siwezi kusema ni pesa nyingi hivyo, lakini sio pesa ndogo pia. Tumeinvest kwa namna ambavyo tumeinvest. Lakini na matokeo yake pia unaweza kaona kama ndugu mtangazaji umepita YouTube, unaweza kama umeona matokeo ya ile kazi. Kwa hiyo ni kazi ambayo kiukweli namshukuru Mungu kwa sababu imenitoa hatua moja kwenda hatua nyingine na nimejikuta nafahamiana na watu wengi sana kupitia Penzi la Mwanachuo. Yeah. Wakati unamchukua Kevin na wengine ambao wameshiriki kwenye Penzi la Mwanachuo, uliona ni ukubwa gani wa kazi yako inakwenda kuwa, ama vile ambavyo umefikia uliwishi kwamba nitafika hapa, kuna namna fulani umefeli ambapo ulitarajia umlete Kevin aboost, mwisho siku umeanguka, ama ni kitu ambacho hujatarajia? Wow, hii ni kubwa sana kwangu. Kwa mwanzoni naweza nikasema aliniboost kwa namna moja ama nyingine, kwa sababu kati ya watu ambao nilikuwa na target au nafikiria kufanya nao kazi ilikuwa ni Kevin mwenyewe. Kwa sababu wakati tunataka ile story, cha kwanza tulitamani Kevin ndio awe main character kwenye ile story. Ndio ilikuwa main target kwa sababu tulijua ukubwa wake na nguvu aliyokuwa nayo. Kevin akikaa pale juu kazi itaondoka sana. Lakini by the way wakati tunaendelea ikabidi ampe nafasi, nafikiri ni msanii wake. Yeah, Toto Bdindo akawa ameshika nafasi ambaye ni Julius. Ndio Julius. Ambaye yule ni msanii wake lakini kama ndugu yake. Kwa hiyo anafanya naye kazi, ni mtu ambaye wanajuana, ametoka wote, nafikiri ni kaka yake, kitu kama hicho, anamwita kaka, si nafikiri ni ndugu wa damu wale wanajuana. Yeah. Umevugusa swala la Main na swala la Julius, umenikumbusha kitu. Mara nyingi tunaonaga mtu anapokuwa ameandaa kazi yake kama mmiliki, wengi wanakuwa ndo front kwa maana kwamba ndo main. Kwako imekuwa tofauti, umemleta mtu ukamtanguliza mbele, wewe umekaa nyuma au kucheza play nafasi hiyo kuonekana kama wewe ni main. Kwa nini imekuwa hivi kwako? Target ilikuwa ni kukua. Yeah, kama unataka kukua lazima uende na watu waliokuwa. Yeah, huwezi kulazimisha ucheze main wakati bado wa Tanzania au watazamaji wengi hawajakujua. Kwa lengo letu la kwanza ilikuwa ni kufanya kazi iende. Ikishaenda uko mbele tutajua. Na ndio maana ukiangalia mbele Penzi la Mwanachuo kuna mabadiliko makubwa. Huwezi kusema yule wakati anaanza alikuwa ni main character, lakini uko mbele matawi yameongezeka, story imekuwa kubwa, inazungumziwa
na wasanii wengi wanazungumziwa. Yeah. Kwa hiyo si kwamba kwamba Kevin au yule Julius ndio main character kwenye story kwa sasa hivi, ila kwa mwanzo alikuwa ndio main character kwa story. Yeah. Wakati unamwambia Kevin akuandikie kazi, mwisho wa siku akaja na hii Penzi la Mwanachuo, natamani nifahamu ufaulu ama failure ambayo ameipitia, matarajio ambayo wewe ulikuwa unafikiria kwamba kazi itakayokuja ni hii ambayo Kevin ameileta, ama kuna namna fulani uliwaza hiyo haikuwa hivyo, ama tusemeje, mwandishi amekupatia vile ambavyo ulikuwa unahitaji? To some extent amenipatia ambavyo nilikuwa navitaka, lakini kwa sehemu nyingine tumefeli pia, kwa sababu target ya hii series ilikuwa iende sana chuoni, icheze sana chuoni kuliko mtaani. Lakini by the way, mwisho wa siku kama umefuatilia, kuna vitu vingi vimekosekana. Imechezwa chuoni kwa kiasi kidogo sana, na ni kutokana na ratiba kuwa nyingi, kwa sababu unajua wakati nafanya Penzi la Mwanachuo, mimi nimewahi kukaa Donta, nimefanya kazi wakati huo tunakaa Donta zaidi ya mwezi, na sasa changamoto zilikuwa zinatukuta Donta, najikuta wakati story inaandikwa, yani unakuta story ipo, mnashuti kazi, anashuti kazi zake, mnashuti kazi zenu. Kwa hiyo ule muda haukuwa unaruhusu kwenda chuoni na kufanya kuishuti sana chuoni. Imeathiri kwa kiasi fulani, kwa sababu target yangu kubwa nitamani icheze sana mazingira ya chuo. Yeah. Nimefurahi umekuwa muwazi, maana kuna baadhi ya mistake mimi mwenyewe niliona. Nikisema kama ningekutana na wewe nitakuuliza. Hilo la kwanza, pili kukosekana kwa matawi mbadala. Tumezoea kwenye kazi fulani ya sanaa kuna tawi hili na tawi hili, vile ambavyo mtazamaji uko hachoki. Lakini kwenye mimi ni mwana tawi moja tu, wote mmelala kwenye mahusiano ya mtu fulani. Hiyo tunazungumziaje? Hiyo ni failure ya mwandishi sasa. Hilo sio tatizo langu. Uliona kama mmiliki? Kama mmiliki niliona, lakini nilivyojaribu kuzungumza naye, akanambia tuiache kwanza hizo episode 10 ziende hivyo, alafu uko mbele kwanza episode ya 11 tutajua namna ya kuongeza matawi. Si tulichofikiria ni kuja na kazi mpya. Tumefanya kazi nyingine ambayo muda wote kuanzia sasa itaanza kuruka. Kwa kuhusu Penzi la Mwanachuo kuna uwezekano isiendelee kutokana na changamoto ambazo zipo. Kazi mpya ni ipi na mwandishi pia ni nani? Huyu Kevin ama? Hapana. Kazi mpya nimeandika mwenyewe. Bahati nzuri mimi pia ni mwandishi. Huwa naandika mwenyewe story. Ukiangalia hata ile Chaguo la Moyo ambayo tumefanya Tini White niandika mwenyewe. Kwa hiyo nimeandika mwenyewe, lakini tumewashirikisha baadhi ya wasanii wengine, wasanii wakubwa tu ambao wanafanya vizuri kwenye industry. Solo gani ambazo hizo kubwa ambazo huko hazikuepo kwenye kwanza inaitwaje kazi mpya? Inaitwa The Pain of Love. The Pain of Love. Yes. Maumivu ya mapenzi. Kila mtu anayeandika mapenzi tunakwaje? No, unajua tunajaribu kuangalia kizazi tulicho nacho. Mahusiano ni kitu ambacho kinaumiza sana vijana. That's why hata waandishi wengi lazima watarget kwenye mahusiano ili waweze kwenda, ambapo vichwa vipya sasa ni nani na nani tutarajie kuviona huko. Hapo utakutana na wasanii wengi wakubwa wanaofanya vizuri kwenye industry sasa hivi. Tuna mchungaji yupo kwenye Big Boss, Chiko nadhani namfahamu. Blaza amerule vizuri sana mle ndani, lakini huko ndani tumebadilisha uhusika kidogo. Anacheza kama nani? Kutoka uchungaji mpaka ulevi. Sio mchezo. Mlevi kabisa anabembea ama mlevi asiani? Mlevi anakunywa na nini? Mlevi, lakini ulevi wake kwa sababu ya mapenzi. Ukizungumzia scene ya ulevi this time unamtaja mtu kama Modi Muzungu, unataja kina Kobelo, unataja kina Botua, kina Masele au Legend. Chiko, kwa nini Chiko? Yaani afu umemvesha role ambayo sidhani kama nishai kumuona mimi binafsi. Imekuwaje, kwa nini Chiko yani? Chiko kwa sababu mimi binafsi ni msanii ambaye namkubali sana. Anafanya vizuri. Nimekuwa nikifuatilia sana kazi zake. Ni mtu ambaye nilikuwa natazama sana. Kwa hiyo ana vitu vya tofauti, lakini uchezaji wake pia mimi unanivutia. That's why nikamtarget yeye. Lakini sio hachezi yule mlevi kama kina Modi Muzungu, no. Ni mlevi wa kishua. Unaelewa? Changanyiko kwa sababu ya mapenzi, lakini ni wa kishua pia. Kazi lini inatoka ama imeshashutiwa bado? Kazi imeshashutiwa, nafikiri tumeshoot episode 20. Kuanzia nafikiri wiki inaanza kesho. Kazi inatoka. Sasa tuambie basi watu kuhusiana na hiyo kazi. Mtu ambaye labda halikuwa hafikirii kuendelea kutazama kazi zako, tunamshawishi vipi kuhusiana na hii kazi mpya The Pain of Love? Mimi nafikiri watazamaji wasife moyo. Wakae standby kuitazama hii kazi. Kazi ya moto sana bro. Mimi sitaki kuisifia au kusemaje, lakini kazi ni nzuri sana.
Ni kazi ambayo imeandikwa kiufundi, lakini imepata wachezaji wazuri sana. Production imetulia, wasanii wameperform vizuri. Bahati nzuri tuna wasanii wengi tuna wasanii mpaka wameshiriki kwenye Memkwa huko, tumewatoa kwenye Memkwa tumewaleta huko. Umechukua watu wa Memkwa? Yeah. Tunajaribu kugusa kila engo na hii sio mwisho. Tunajaribu kutazama wasanii gani ambao tuwaongeze kwenye The Pen of Love huko mbele. Sababu target yetu sisi ni kumgusa kila msanii mkubwa ambao unamjua Bongo. Tumguse, tumuingize kwenye The Pen of Love. Yeah, kwa hiyo mimi ninachoomba mashabiki popote walipo waisubiri kazi ikitoka tu wao kwanza kuview. Kazi ni nzuri sana. Yaani I think wakiona The Pen of Love hawatoifikiria tena Penzi la Machweo. Trust me bro. Kumbusha kwenye YouTube gani inapatikana? Kazi yetu inapatikana kwenye channel yetu inaitwa Fadhali Classic Film. Yeah. Tuna channel mbili. Tuna hiyo Fadhali Classic Film, tuna Fadhali Movies. Kwenye Fadhali Classic Film tutaachia hiyo the Pen of Love, alafu Fadhali Movies tuna series nyingine inaitwa Mission. Ambazo zote zinatoka kwa wakati mmoja. Bwana, nashukuru sana kwa time yako. Asante sana bro. Hii ni Nyundo TV sambamba na Gamba TV. Nikwambie tu kama ndo mara yako ya kwanza kutazama video kunako YouTube channel yetu, usisahau kusubscribe. Lakini kubwa zaidi tumezungumza hapa kuhusiana na kazi mpya inakuja. Tuachane na ile ambayo imeshapita, Penzi la Mwanachuo, kuna Pain of Love. Maumivu ya mapenzi. Ni kweli watu wameumia, mimi sijui. Kubwa zaidi tuendelee kuifuatilia YouTube channel ya Fadhali Classic Film. Fadhali Classic Film. Yes. Kwa ajili ya kwenda kushuhudia yasemayo yapo.